kwamba tetesi ndo mpira wenyewe, kwa maana ya kwamba huu ndo msimu wenyewe wa kuzifuatilia baadhi ya tetesi, fulani anaenda wapi, fulani anaingia wapi. Ndo wakati wenyewe, kwa sababu ligi zote na baadhi ya mataifa tayari yameshahitimisha ligi, kwa maana ya ligi za nyumbani, na sasa zikiwa zimesalia siku chache tu kwenda kuangalia michuano ya kombe la dunia pale nchini Mexico, kwa maana ya Marekani na Canada, ni kwamba tu mchezaji Yan Diomande, raia wa Ivory Coast, ambaye huyu atakuwepo kuiwakilisha timu ya taifa ya Ivory Coast kwenye michuano ya kombe la dunia ya mwaka 2026. Yan Diomande bana amekuwa na stori kubwa sana barani Ulaya, na ishu kubwa tu ni kwamba anahusishwa na baadhi ya vilabu, na miongoni mwa vilabu ambavyo vinamhitaji Yan Diomande ni kwamba timu ya Manchester United, mashetani wekundu, nao pia wanahitaji saini yake, lakini timu nyingine pia ni Liverpool, majogoo wa jiji, nao pia wametia mguu pale RB Leipzig kuitaka saini ya Yan Diomande. Na sio hao tu, PSG, mabingwa wa UEFA Champions League mara 2 mfululizo, nao pia wanaitaka saini ya Yan Diomande. Kwa nini timu zote hizi zinamhitaji Yan Diomande? Tembo Mastori ndio sehemu ya kukupa update zilizo bora kabisa na zilizotukuka. Ni kwamba tu historia ya Yan Diomande ni mchezaji ambaye alizaliwa Novemba 14 ya mwaka 2006, kwa maana ya kwamba kwa sasa bado ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 19 hivi, ambaye ana uwezo wa kupambana na kufanya vitu vilivyo bora zaidi. Lakini tu kingine ni kwamba Yan Diomande alizaliwa maeneo ya Abidjan pale nchini Ivory Coast. Kiasilia elimu yake alisomea kwenye shule ya Yule High School na maeneo ya DME Academy, maeneo ambayo bwana Yan Diomande ndio alipata elimu yake kwa ubora zaidi. Lakini stori kubwa tu nyingine kuhusiana na Yan Diomande ni mchezaji ambaye anacheza left winger pamoja na right winger, kwa maana ya kwamba upande wa kushoto mwa uwanja na upande wa kulia mwa uwanja. Ana uwezo wa kukimbia kwenye mistari yote miwili ya pande zote mbili, lakini pia ana uwezo wa kusimama katikati, yani kwa maana ya kwamba kumweka force number 9 kama striker, lakini pia una uwezo wa kumtumia kama namba 10 kwa sababu ana uwezo pia wa kutengeneza. Historia na takwimu za Yan Diomande ni kwamba tu ana urefu wa mita 1.88 urefu, na ni kimo kabisa cha mpira na ni kimo bora kwa mchezaji. Ishu kubwa tu nyingine ni kwamba takwimu zake msimu huu zipoje, ni kwamba Yan Diomande kacheza mechi 33 kwenye ligi ya Bundesliga, na kwenye ligi hiyo bana kafanikiwa kufunga magoli 12 na kuasisti mara 8, kwa maana ya kwamba kwenye mechi 33 alizocheza amehusika kwenye magoli 20 ya RB Leipzig. Na historia tu ni kwamba ni mchezaji ambaye ana takwimu nzuri sana katika kufanya majaribio baadhi na kuisaidia timu aidha kwenye kukaba, lakini pia kwenye kushambulia kama ulivyo wajibu wake kama winga wa kulia na kushoto kwenye timu ya RB Leipzig. Takwimu zinasema ya kwamba touch zake msimu huu zilifikia 80%, yani kwa maana ya touch zile ambazo alikuwa anazifanya ndani ya uwanja akiwa na timu ya RB Leipzig. Lakini ulinzi, yani tabia ya kiulinzi, asilimia zilikuwa ni 18. Hana tabia kubwa sana ya kiulinzi Yan Diomande, ni mtu ambaye huwa anapeleka sana mashambulizi. Lakini shoot, yani yale majaribio ya mara kwa mara kuelekea kwa mpinzani, amefanya kwa asilimia 31. Lakini shoot alizopiga mpaka sasa kwa Yan Diomande mpaka sasa hivi na anatakwa na timu baadhi ni kwamba kwenye goli 12 alizofunga alipiga mashuti 51, na kwenye mashuti 51 angalia wastani kwenye mechi 33 mashuti 51, alafu alikuwa na goli 12. Na hayo mashuti 51 ni kwamba kuna ambao yalienda off target na ambao yalienda on target. Lakini pia Yan Diomande bana ni miongoni mwa wachezaji ambao wana historia pia chache kuhusiana na baadhi ya vilabu ambavyo aliwahi kuvicheza. Mnamo mwaka 2024 alikuwa anawatumikia SD Leganes wa pili wa pale La Liga, timu kutoka Spain ambayo yenyewe inashiriki La Liga 2 ya pale Hispania. Lakini baada ya hapo mnamo mwaka 2024 2025 akajiunga na Legacy wenyewe sasa, ambao hawa alicheza mechi takribani 10 na kufunga magoli 2 na kuasisti mara 1, na maana alihusika kwenye mabao 3 kwenye mechi 10, na huu ndio takwimu yake mbovu kabisa kwa msimu wa mwaka 2024 2025.
2025 2026 akiwa anawatumikia RB Leipzig bana, kashacheza mechi 36, yani mechi zote kwa ujumla, na mpaka sasa kawafunga magoli 13 na kuasisti mara 9. Kwenye ligi ya Bundesliga kule kafunga goli 12, kaasisti mara 8, lakini ujumla kwa mechi alizozicheza akiwa na RB Leipzig msimu huu 2025 2026 36 alizozicheza ni kwamba kaasisti mara 9 na akafunga goli 13.